Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaitanu almahabba, jini mahaba. Watu wengi huwa hawana elimu kuhusiana na usahihi wa jini mahaba. Ukisikia jini mahaba, maana yake ni sifa. Hakuna jini hasa katika zile koo za majini kwamba ismu yao ama jina lao wanaitwa jini mahaba. Ila hii ukisema shaitanu almahabba, maana yake ni sifa. Hii sifa anaweza akapewa jini yoyote aliyemuasi Mwenyezi Mungu kwa kumuingia mwanadamu na kuanza kufanya naye matendo machafu. Huyu ndio tunamuita jinul ashqi ama jini mahaba. Sio kwamba kuna jini maalum kwamba huyu alivyokuwa huyu ndio jini mahaba, kwamba huyu anapomuingia tu mtu pale basi ndio inakuwa ndio huyu ndio jini mahaba. Hapana, kwamba kazi yake yupo ni jini lakini kazi yake kwenda kuwaingilia watu tu. Umeona? Hapana. Ila jini mahaba ni sifa. Inawezekana akawa jini ni tayara, au inawezekana akawa ni ghawasi, au inawezekana akawa khadimu sihri, au khadimu alhammam, amirul baiti, jinul maqabir, jinul filosof. Anawezekana akawa yoyote katika hizo koo za majini, awe subiani, awe nani. Lakini kile kitendo atakapokuwa ameamua kumuingia mwanadamu na kuanza kutenda naye machafu, akaanza kumuingilia pasi na ridhaa yake, pale ndio tunamuita sasa huyu ni jini mahaba. Mfano kama vile tu mwanadamu anawezekana akawa katika hali ya kawaida, lakini anapoamua kuanza tabia ya kuiba, tunampachika sifa ya wizi. Kwa hiyo huyu mwizi anawezekana akawa ni Mswahili, akawa ni Mchina, akawa ni Muhindi, akawa ni Mwarabu, akawa ni yoyote, lakini kwa kuwa kaamua kuiba, tunampachika jina la mwizi. Na majini kadhalika ndio hivyo. Sasa jini mahaba sio jini wa kupanda. Mara nyingi sana ni aghlab sana kumkuta jini mahaba anapanda kichwani. Na mimi naomba nikwambie pia, jini mahaba wachache sana kumkuta jini mahaba anaathirika na kisomo. Yaani kama wewe umekaa unategemea kuwa kusomewa ndo kunaweza kukamfukuza jini mahaba, Allah akiamua ni jambo jepesi kwake, lakini katika uhalisia ni aghlabu sana kukuta mtu kwa kusomewa tu jini mahaba anatoka. Ni aghlabu sana. Ndio maana watu wengi utamkuta anakuambia, Sheikh, mimi jini mahaba kanisibu, yani nasibiwa na jini mahaba, linanichafulia mambo yangu, linanivurugia mambo yangu, nimeshasomewa sana, nimeshapita sehemu mbalimbali sana, lakini bado sioni matokeo yoyote. Jamani, jini mahaba mara nyingi sana ni aghlabu kuathirika na kisomo cha kusomewa na mtu mwingine pembeni. Yani mambo mawili ndio yanamuathiri zaidi jini mahaba. Kama ulikuwa haufahamu hilo, naomba leo nikufahamishe jambo hilo. Mambo mawili haya yanamuathiri zaidi jini mahaba. Jambo la kwanza ni zile ibada unazozifanya wewe mwenyewe. Mfano dhikiri unapoifanya wewe kama wewe, ile ina taathira kubwa sana kwa jini mahaba. Yani ibada ambayo unaifanya wewe mwenyewe, aidha iwe ni dhikiri au unasoma Qur'ani, hivi vitu unapovifanya wewe kama wewe vinamuathiri zaidi jini mahaba. Yani jini mahaba anaumia kuliko kitu chochote. Na jambo la pili ni wewe kutumia zile dawa za maangamizi, dawa za kumuangamiza shaitanul mahabba. Mfano kuna fusho la maangamizi la kumuangamiza jini mahaba, la kumtimua jini mahaba. Kuna mafuta ya maangamizi ya kumuangamiza shaitanu al-mahabba. Sasa watu wengi huwa hawafahamu hili. Ndio maana mtu mwingine anakuta analalamika kwamba mimi jini mahaba ananisumbua muda mrefu, kashashindikana. La, sio kama kashashindikana, isipokuwa kuna procedure ambazo ukizifuatilia ukasimama nazo vyema, insha Allahul Karim, jini mahaba anafanyaje? Jini mahaba anaondoka. Sasa kuanzia leo jitahidi. Sawa? Yani kuanzia leo jitahidi ubadilike. Badala ya kusomewa, kama una tatizo la jini mahaba, jitahidi kuwa unajisomea wewe mwenyewe. Sasa ukiwa unajisomea wewe mwenyewe, hii ina taathira kubwa. Kama kusoma uwezi, tafuta adhkari, majina ya Mungu ambao unaweza kuyataja, hata kama itakuwa ya Allah, unajiwekea utaratibu wako. Labda mimi jana ya Allah nalitaja asubuhi labda mara 1000, mchana nitalitaja tena mara 1000, usiku nitalitaja tena mara 1000, kesho nitataja jina labda ya Karim. Unakuwa huo ndio mfumo wa maisha yako. Kama unazijua zile muawidhati, kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, unakuwa unazisoma kwa wingi, hasa nyakati za usiku. Usilale pasi na kuwa unazisoma hizi, kama vile tulivyokuwa tumefundishwa. Yani unachukua hivi mikono yako unaikusanya hapa, ukishakusanya hapa unasomea, unatemea mate, alafu unasoma, ukishamaliza unajipaka ile mwili mzima. Unakuwa unasoma hizi wirdi au hizi uradi, unapokuwa unazifanya zinamuumiza sana jini mahaba. Ingawaje mwanzoni, yani wakati unaanza kufanya hii program mwanzoni ya kuwa unafanya adhkar,
na dawa zile ya kumzuia jini mahaba, kwa kuwa bado anakuwa ana nguvu, huwa ana mchezo wa kuja kukukatisha tamaa. Yani wewe unatumia dawa au umefanya adhkari, alafu yeye usiku unaona anakuja tena na anakufanyia kile kitendo. Sasa hili lisikukatishe tamaa, lisikukatishe tamaa hata kidogo. Wewe hata kifanya hivyo usijali, endelea ufanye ibada zako lile, usijali. Fanya zile dhikiri zako kama kawaida, mtaje Mwenyezi Mungu kama kawaida, endelea kutumia dawa za maangamizi kama kawaida. Sasa sisi tuna programu maalumu tumeiweka kwa mtu anayesibiwa na jini mahaba. Sawa Yani tuna dhikiri maalumu ambazo tumeziandaa kama wewe unasibiwa na jini mahaba. Hizi dhikiri unakuwa unazitaja wewe mwenyewe kila siku. Siku ya kwanza ina dhikiri yake, siku ya pili ina dhikiri yake, siku ya tatu ina dhikiri yake. Ukidumu na hizi dhikiri kwa muda wa mwezi na nusu mpaka miezi miwili, wallahi utakuja kuona jini mahaba anakimbia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi dhikiri tulizoziandaa, utakapokuwa unazifanya kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaona matokeo yake. Kwa hiyo kama wewe ni muhanga umeathirika na hili, inshallah unaweza ukanitext katika namba zangu ambazo zinapatikana kwenye WhatsApp 0787552211 nikakupatia hiyo program ya dhikri ya kumuondosha jini mahaba. Sawa unaweza kunitafuta kwenye WhatsApp, kunitafuta kawaida, inshallah tukazungumza nikakupatia hiyo program ya kumuondoa jini mahaba. Lakini pia vile vile kuna fusho lake, ni fusho la kumuondoa jini mahaba. Mfano ni hili ninalowaonesha hapa. Hili ni fusho maalum kwa ajili ya kumuondosha jini mahaba. Sasa utakapokuwa unafanya hii program ya dhikri kuanzia asubuhi, mchana na jioni, asubuhi, mchana na jioni, huku unakuwa unatumia hili fusho. Hili ni fusho la kujifusha pamoja na kuogea, yani ni fusho la kujifusha pamoja na nini, na kuogea. Lakini mtendaji ama mfanyaji, sawa, mtendaji ama mfanyaji wa hiyo kazi ni wewe mwenyewe, kwa sababu utakapofanya wewe mwenyewe taathira yake inakuwa ni kubwa. Lakini ukisubiri wewe unasomewa, ni aghlabu sana kumuona jini mahaba anaathirika na visomo unavyosomewa. Kwa hiyo jitahidi, jipinde, jitoe sawa, upambane vizuri, inshallah Mwenyezi Mungu atakuondoshia, kwa sababu madhara ya jini mahaba ni makubwa. Sisi sote tunafahamu jini mahaba namna ilivyokuwa na madhara. Kuna watu hawaoi, kuna watu hawaolewi, kuna watu maisha yao yamekuwa ni magumu, wameharibikiwa kila kitu. Jini mahaba kashamuharibu sehemu zote, anamuingilia mbele, anamuingilia kinyume, na maumbile kote kashamuharibu. Kuna mpaka watoto wa kiume wanalawitiwa na mashaitani usiku, wal-iyadhu billah. Mwenyezi Mungu atukinge na atuhifadhi na majini waovu na majini wachafu, insha al-Maula jalla jalaluhu. Kwa insha Allah taala unaweza kupata hii programu yetu, inshallah tukakutumia, lakini pia ukachukua na ile fusho lake, fusho la kumwangamiza jini mahaba au angamizo la jini mahaba. Hii unapokuwa unajifusha pamoja na kuogea kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mujarrab katika kumkimbiza na kumuondosha kabisa jini mahaba. Sababu hii inasaidia mpaka ndani wale majini machafu ambayo yanakuwa yuko ndani, inaweza pia ikamuondosha, ikamfukuza kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni juhudi zetu sisi kama binadamu na ile elimu ndogo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametujalia, lakini elimu yote ameitawalia Mungu, na jambo lolote haliwezi kuwa ila lile ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekadiria liweze kuwa. Kama Allah amekupangia kupona utapona, na kama Allah hajakupangia kupona ni ngumu sana kuweza kupona. Lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asitupe maradhi ya kudumu, akatupa maradhi ya moja kwa moja. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuweza kumaliza matatizo haya. Naamini kwa haya machache niliyoyazungumza, insha Allah taala utakuwa umeelewa. Tunapatikana Kigamboni, Mwembe Mtengu. Unaweza kunitafuta kwa namba zangu hizo nilizozitaja 0787552211. Shukran lakum, jazakumullah khair. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.